Lakini nilikuwa nataka kusema hivi, watu wanakuja hapa, wengine wameshasoma, wametoa hela, si ndio? Na mwisho wa siku ulikuwa na cheti tu mtaani, si ndio? Si ulikuwa mtaani una cheti chako ulichopewa cha makaratasi, kazi huna na pesa ulitumia kusoma, si ndio? Lakini unakuja hapa straight unaenda kwenye ajira, na on top ya kwenda kwenye ajira tunakupa na barabara, kwamba hii ajira tunayokupa kuna hii nyenzo ambayo ukiitumia vizuri, hii sio yale makaratasi uliopewa afu karudi mtaani. Hichi ndio kitu chenyewe ambacho ukikifanya kama tulivyokuelekeza unaongeza thamani yako. Nataka tutofautishe makaratasi tunayorudi nayo kutoka sijui huko tumefundishwa tukahitimu tukaambiwa sasa mko tayari, alafu unakuja huko mtaani kile ulichokisomea unasota, upati kazi, na ukipata kazi kama alivyosema mishahara yenyewe midogo. Lakini kuna watu wanasikia mishahara ya Wadada Center wanafikiri ni uongo, wanafikiri labda haipo, si ndio? Lakini mishahara ipo. Kwa nini ipo? Kwa sababu sisi tumejua kutoa thamani. Kwa unapokuja hapa tukakuelekeza namna ya kutoa hiyo thamani ili upate hiyo hela, ukichagua kusikiliza na kufuata, ni kwa faida ya nani? Ni kwa faida ya nani? Ya kwako. Hivyo ndio nilikuwa nataka nimalize. Kwa sababu ukielewa hicho kitu, hata wakati mmoja hautakaa, kwa sababu kuna wakati naangalia nasema jamani, hivi hao wanajua kwa nini wako hapa kweli? Kwa nini umekuja hapa? Unaelewa kwamba unatakiwa ufanye nini ili uweze kujiboresha, ili uweze kuwa mtu wa tofauti. Sijui kama mnajua. Kwa hiyo nilikuja kwenye hii session, mimi kazi yangu ni kuwakumbusha tu, nishawawekea nyenzo hizi hapa. Hii hapa tena ni yule anayetaka kutoka kazi, yani kutoka dada wa kazi, kesho uwe nani? CEO. Mimi ni CEO. Okay? Dada wa kazi, level hiyo nimefanyaje? Nimetoka kwenye level gani? Ya dada wa kazi. Sasa hivi mimi ni mkurugenzi. Nimeanzisha taasisi ya kusaidia watu na mimi inaniingizia kipato. Na hao watu wao wanakwenda kuingiza kipato. Kwa hiyo mimi ni CEO. Sawa jamani? Sio tena dada wa nini? Wa kazi. Na wewe leo hii uko kwenye kazi za ndani. Maana yake ninakupa matumaini kwamba kumbe na mimi naweza kuwa mkurugenzi, kuwa CEO wa kitu changu. Aidha ni taasisi, ni kampuni, ni biashara. Lakini ukipita kwenye hii barabara ambayo mimi nimekuelekeza, ramani, hii ni ramani jamani, sawa? Mimi siuzi vitabu. Mimi ninauza coaching kwa sababu nakuelekeza hatua nilizopita. Hii ni coaching ya uhakika, sio vitabu, sio makaratasi. Mpo? Hii ni ramani. Kwa hiyo ramani hii ni kwa ajili ya kukusaidia wewe utoke hatua hii uliopo na wewe uje umiliki kitu chako. Kama hautakuwa na ramani, mwisho wa siku unaweza kujikuta unazunguka pale. Kwa hiyo uamuzi ni wa kwako. Unataka ramani ya uhakika ya mtu ambaye alianzia zero kama wewe sasa hivi kazi za ndani, ambazo kwa macho ya mwanadamu anaweza kuidharau, lakini kwa macho ya Mungu hiyo ni hatua muhimu ya msingi ambayo unatakiwa uifanye kwa uaminifu, si ndio? Kwa nini? Kwa uaminifu, kwa sababu Mungu anatutaka katika yale madogo tuonyeshe uaminifu ili aweze kutupandisha kwenye makubwa. Sawa jamani? Kwa hiyo kuna ramani hii ambayo inakuelekeza kabisa kwa maisha yangu mimi nilivyotoka dada wa kazi mpaka leo nilipofika. Kwenye hii unataka kulipwa zaidi ni sasa hivi kwamba unataka uwe dada wa kazi wa tofauti, sio wadada wa kazi wa kawaida. Kwa hiyo ili uwe wa tofauti, huu ndio mwongozo. Utakusaidia uwe dada wa tofauti na ulipwe tofauti. Unataka na wewe ubadilishe historia yako kwamba siku moja ulikuwa dada wa kazi lakini Mungu amekuinua. Haya, kuna hii kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Maendeleo ni mimi. Maendeleo ni nani? Maendeleo ni nani? Hakuna mtu mwingine ambaye atakuja kuletea maendeleo. Wewe peke yako ndio ambaye Mungu ameshakupa nguvu, ameshakupa uwezo, lakini unasubiri muujiza wa kupewa na Bwana, kupewa na ndoa, si ndio? Ndio tunakokimbiliaga, si ndio? Unataka kupewa na mume, mwanaume, ukute tu mume wa mtu unaingia kwenye nyumba kufanya kazi, yule mume wa mtu tu wewe unamuona kama ndio mafanikio yako. Hapana, kule unakuwa unatengeneza laana ambazo haziwezi kukupeleka mbele. Ukiingia kwenye nyumba ya mtu wewe ni nguzo. Make sure unafanya kazi pale kwa uaminifu, unajenga brandi yako nzuri kwamba jamani tuipata dada mwema, mwaminifu, mwenye upendo ambaye amekaa na sisi vizuri. Zile ndio baraka zinazokufungulia njia.
Lakini sio nimepata dada danga, dada ambaye alikuwa anataka kuniharibia mji wangu, anataka kunivunjia ndoa yangu, dada ambaye amekuja kuvuruga, kaniharibia watoto. Hizo sio brandi nzuri, sio namna nzuri ya kuacha jina lako popote pale utakapokwenda. Tunaelewana Ndio. Haya jamani, mimi nawatakia jioni njema, tutakutana tena kwenye session zingine. Ila madam hapa dada anasema na siku 3 hujafanya session za training, na wao wenyewe hawa ndio miongozo hii wanaiangalia na kijicho cha pembeni. Maana uko siku ya 3 ungekuwa umepata mwongozo wako, saa hizi ungekuwa uko mbali. Utegemei training za kituoni, maana za kituoni haziwezi kukupa maajabu. Training za kituoni peke yake hazitakupa maajabu. Kama ni mtu ambaye unataka kufika mbali, zitakusaidia lakini hazitakupa maajabu. Unataka maajabu, we mwenyewe hakikisha unaingia front, kuhakikisha mimi nataka nifanye kwa ubora. Jana wakati tunafanya yeye alikuja, alienda wapi? Yuko ofisini muda mrefu, kwa tukabai time kwa subiri, lakini tukaona kwamba wanazidi kuchelewa, sisi tukaona tuendelee. Kwa hiyo alikuwa ofisini na masuala alikuwa anajadili kule, kwa maana kushiriki na sisi. Kumbe ulikuwa kwenye shughuli zingine wakati wanafanya training. Mimi nikajua siku zote 3 hujafanya training. Kwa hiyo kumbe wewe ulikuwepo, lakini hukuwa kwenye training. Ulikuwa ofisini. Nilitoka nikaenda. Ndio hivyo sasa. Maana mimi umemchongea ulivyosema huko siku 3 alafu hujapata training, umemchongea. Kwa hiyo nikasema kumbe ananidanganya na training wa dada. Siku 3 mtu yuko hapa hajapita training, kumbe ulikuwa umeitwa ofisini muda ambao training zilikuwa zinaendelea, si ndio? Lakini narudia tena, hizi training za hapa zitakusaidia kwa 5% mpaka 10. Unataka kabisa we mwenyewe utoke, unataka kabisa we mwenyewe yani uwe mtu wa tofauti kama superwoman, si ndio? Lazima we mwenyewe upambane, ubinuke kivyako, yani uhakikishe kabisa mimi nakuwa bora. Sasa hichi kitu ndugu yangu kimebeba mgodi, yani huu ni mgodi, sawa na ndio maana wala hata sina pressure, wala sitaki mtu ambaye, kuna dada alisema nina nusu naweza nikalipia, nikamwambia mimi wala hata nusu sihitaji, hata senti 5 yako wewe kusanya kiela chako, ukipata njoo. Kwa nini? Kwa sababu nataka mtu ambaye anaona hii ni dhahabu, anaitafuta kwa gharama yoyote, si ndio? Sio mambo ya kuombeana yani kama vile azifu mimi natafuta hela. Mimi najua watakapoanza kuona thamani ya hii wenyewe watazikimbilia. Kwa sasa hawaoni, na kwa kuwa hawaoni na wao wenyewe thamani hawana. Wadada watakaanza kuona thamani ya hichi kitu, wao wenyewe watakikimbilia na kitawapandisha thamani kwa haraka sana. Kwa hiyo sihitaji kuongea, mimi nitaendelea tu kuambia kwa nini huu mwongozo unaohitaji, kwa sababu unatafuta hela na haujui namna ya kupata hizo hela, lakini huu mwongozo utakusaidia ujue jinsi gani ya kupata hela bila stress. Mimi sina stress hapa kabisa. Mabosi wangu hao wanaokuja wanatulipa bila stress, kwa sababu tunawashua kwamba tutawapa huduma nzuri. Kwa hiyo wewe ukienda ukazingua, wala sisi hatuna shida. Kwani tuna shida? Si unazingua unapita hivi na 100, sisi tunamtafuta mwingine anaenda pale anatoa huduma mpaka atakaye yule ambaye anaweza kutoa huduma. Kwa hiyo wewe ndio utakaye baki kwenye umaskini, wewe ndio utakaye luzi tena, wengine ndio hivyo mnaondoka na hela mnaziacha, mnazikosa, si ndio? Maana hatupotezi muda. Mimi nishakuonyesha njia, utaki kupita nitakulazimisha. Hela ulikuja mwenyewe kutafuta, lakini utaki kutumia maarifa, utaki kujitoa. Sasa unataka hela za bure? Hata za mabwana sio za bure. Kwani hela ya bwana ni ya bure? Hapana. Ya bure? Hela ya mwanaume yule ni baba yako akupe hela bure? Hapana, unaifanyia kazi, tena kazi ambazo ni za laana, si ndio? Hazina baraka mbele za Mungu. Mnaenda kuzini, mauasherati huko, mauzinzi, wengine wanatoa na kinyume cha maumbile. Kisa nini? Hela, si ndio? Hawa mjui? Najua. Mama mnaitika kinyonge kama vile wageni. Mpaka mnakuja hapa kwanza mshapigwa sana huko danadana. Uongo? Maisha angekuwa yanapatikana kwa wanaume mngekuwa hapa? Si mmeshapigwa danadana za kutosha? Kuna watu hapa wameshazalishwa, wametelekezwa, wapo hawapo? Kuna mtu ana mtoto hapa? Nani yupo? Wewe huna mtoto? Wewe huna mtoto? Wewe huna? Wewe? Asante sana, tumeishia hapo. Na wengine wanaye. Uongo? Dada yangu Rozi, huna? Sasa maisha yako kwa wanaume sio kwa ubaya. Maisha hayako kwa wanaume.
Mimi nawaambiaga wanawake, mwanamke wa kwanza ambaye mimi namwangalia kama mfano ni mke mwema, yuko stori yake iko kwenye Mithali ya 31. Yule ni mama mjasiriamali ambaye ameheshimika, mume wake mwenyewe anamheshimu na familia yake inamheshimu. Kwa nini? Kwa sababu ni mama mchakarikaji, ana faida kwenye familia, ananunua mashamba. Utanunua mashamba na mawe kama huna hela? Hapana. Mwanamke mwingine Bi Hadija, mke wa Mtume Muhammad, nani Muislamu hapa? Hakuna, wote wa Kristo. Wewe Zainab, wewe mbona unanikodolea macho? Wewe Zainab, jina lako sio Muislamu? Jina lingine Debora. Hilo la Zainab umelitoa wapi? Babangu Muislamu. Baba yako Muislamu. Kwa hiyo hata hujui historia ya dini ya babako? Hujui? Haya, sawa. Lakini Bi Hadija ni mke wa kwanza wa Mtume Muhammad ambaye na yeye hakuwa mama wa nyumbani. Sawa. Hawa wanawake, mimi ndio wanawake ambao kwangu mimi ni role model katika historia za wanawake wa zamani huko, wa enzi na enzi, ambao wako kwenye vitabu vyetu vya dini. Wanaonyesha kabisa kwamba mwanamke ukiamua una uwezo wa kupambana na ukawa msaada. Ile nguzo tunayoiongelea, unapokuwa ni mama ambaye sio nguzo kwenye familia, unadharauliwa. Nakwambia utadharauliwa na huyo mumeo na mawifi na mashemeji na watu wote wanaokuzunguka, hadi watoto watakudharau kama ni mama ambaye ni tegemezi. Lakini kama ni mama ambaye ni nguzo, ni msaada, jamani, unahitaji kuomba heshima automatic tu. Kila mtu kuanzia mume wako atakuheshimu, watoto na ndugu zake wote watakuja kwako kwa heshima na adabu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni nguzo. Kwa hiyo mimi nalea wanawake ambao ni nguzo. Mimi naelekeza, nafundisha wanawake ambao ni nini? Nguzo. Haya, kwaherini.